Tume ya ushindani nchini FCC imezindua wiki ya kitaifa ya siku ya kumlinda mlaji duniani ambayo hufanyika kila mwaka Machi 15, ambapo katika wiki hiyo watajikita kutoa elimu kwa wananchi ili kuwa na uelewa kuhusu haki za mlaji na hivyo kushiriki kamilifu katika kuchangia maendeleo ya taifa. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya ushindani FCC William Mwirio akizungumza leo na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi huo amesema haki za mlaji ni pamoja na kuchagua, kulinda, kupata taarifa na kusikiliza, huku akisisitiza wadau kutumia kipindi hicho kutembelea ofisi za FCC na kufuatilia vipindi mbalimbali vitakavyokuwa vikirushwa kupitia vyombo vya habari. Sisi leo tunaanza maadhimisho hayo kwa wiki nzima kabla hatujafikia kilele chake, ambacho kilele chake hapa kwetu kitakuwa tarehe 17 siku ya Jumatatu, kwa sababu kwanza tarehe 15 itakuwa ni siku ya Jumamosi, lakini la pili tarehe 15 kuna shughuli nyingine kubwa ya kitaifa ambayo tunadhani ni vizuri sisi ya kwetu ikasogea mbele kwa tarehe 17. Sasa kwa nini wiki ya haki au siku ya haki za kumlinda mlaji duniani? Ni kwamba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1985 lilipitisha guidelines zinaitwa United Nations Guidelines for Consumer Protection, mwongozo wa kanuni za Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kumlinda mlaji, na kanuni hizi zimekuwa revised mara mbili, mara ya mwisho ikiwa ni mwaka 2015, na zinatekelezwa na zinasimamiwa utekelezaji wake na taasisi ya Umoja wa Mataifa ambayo inaitwa UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Yenyewe ndio inasimamia utekelezaji wa haki hizi. Sasa pamoja na kwamba haki hizi zipo na serikali inazitambua na utekelezaji wake unafanywa kupitia kwetu FCC, kumekuwa na umuhimu wa kutoa elimu mara kwa mara, na ni jambo mojawapo ambalo tunalifanya wakati wa wiki hii ya maadhimisho kila mwaka. Haki za mlaji zinazotambulika kimataifa ziko 8. Nitawatajia tu baadhi yake. Kuna haki ya kuchagua, the right to choice, ambayo mlaji anaweza kuwa nayo. Kuna haki ya kulindwa dhidi ya bidhaa zisizofaa. Kuna haki ya kupata taarifa za bidhaa kwa maana ya product information, lakini pia kuna haki ya kusikilizwa, right to be heard. Ile haki ya kuchagua ni kwamba kuwe na range of products ambazo mlaji atakuwa na uhuru wa kuchagua kwamba kwa jinsi ya testi yake na jinsi ilivyo ni kwamba yeye ipi ataona inamfaa. Sasa haki hizi kuwepo na kutambuliwa na serikali yetu ni jambo moja, lakini kuhakikisha kwamba haki hizo zinatekelezwa ni jambo lingine. Na serikali yetu kwa kutambua umuhimu wa hilo imelikabidhi jukumu hili kimsingi kwa taasisi yetu ya Tume ya Ushindani. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria yetu tumepewa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba haki za mlaji zinalindwa. Lakini pamoja na mlaji kuwa na haki, ana wajibu pia. Kwa hiyo tutatumia hii wiki kuwaeleza haki zenu walaji, lakini pia kuambia wajibu wao ni upi katika kuhakikisha kuwa kuna haki. Kwa sababu kama kuna haki ya kupata taarifa, unaisema ipo haki, lakini mlaji yeye ana haki ya kuwa ana wajibu wa kuwa makini na kuuliza kuhusu hizo taarifa ili aweze kuzielewa vyema kuhusu ubora wa bidhaa na huduma anazozipata, namna gani matumizi sahihi ya bidhaa anayonunua anaweza kuwa nayo, lakini na kuzitumia na kutafuta taarifa hizo kabla ya kununua bidhaa ili au kupata huduma anayoistahiki ili kweli hizi haki ziweze kumnufaisha kama. Kwa upande wake, mkurugenzi wa udhibiti mienendo ya biashara inayokatazwa kutoka FCC Magdalena Uto amesema katika maadhimisho hayo watawajengea uwezo wa Tanzania ili wawe walaji wazuri na hivyo kushiriki katika kuimarisha masoko ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Na sheria ya ushindani, na katika doketi yangu ninashughulika na mambo makuu mawili, kwa maana masuala ya ushindani, hasa yale makosa ya kiushindani, lakini pia ninashughulika na masuala ya kumlinda mlaji. Kwa hivyo kama alivyozungumza mkurugenzi mkuu, tumezindua
maadhimisho ya siku ya kumlinda mlaji duniani ambayo yanafanyika kila mwaka tarehe 15 Machi, na imekuwa ni ada yetu kwamba tunapoelekea kwenye maadhimisho hayo kwa maana ya kilele ambayo ni tarehe 15 mwezi wa 3, ambayo kimsingi tutaifanya mwaka huu tarehe 17 kama alivyosema mkurugenzi mkuu, huwa tunafanya elimu, kwa maana tunafanya hizi awareness campaigns kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwajengea uwezo wa Tanzania kuhusiana na haki na wajibu wao katika soko, ili waweze kuwa walaji wazuri katika soko na kuweza kusaidia juhudi za serikali katika kulidhibiti soko la Tanzania. Tunasema kwamba pale ambapo mlaji anafahamu haki na wajibu wake katika soko, basi na yeye anakuwa sehemu ya kulidhibiti lile soko. Kwa hiyo kama alivyokwisha kusema mkurugenzi mkuu, ni kwamba tutakuwa na hizi awareness activities katika ofisi zetu zote za FCC, kwa maana ya Dar es Salaam hapa, Dodoma, Mbeya, Arusha, Mwanza, lakini na vile vile tumejipanga kwenda kwenye sehemu ambazo hatujawahi kuzifikia au zimefikika kwa kiasi kidogo, na nia na madhumuni ni hayo hayo, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuipeleka hii elimu ya masuala ya mlaji, kwa maana hizo haki na wajibu wa mlaji. Na kama alivyosema mkurugenzi mkuu, kauli mbiu ya mwaka huu ni hiyo just transitional to sustainable lifestyle, ambayo tumeitoa kama haki na wajibu, haki na maisha endelevu kwa mlaji. Na tunasisitiza sana kuhakikisha kwamba mlaji azielewe vizuri hizi haki, lakini na vile vile aelewe vizuri huu wajibu, ili aweze kuwa na hayo maisha endelevu. Tunaamini ya kwamba pale ambapo mlaji anatumia hizo fursa za kutambua haki na wajibu wake, basi anaweza kuwa ni mlaji na mshiriki mzuri katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na maisha endelevu. Maana maisha endelevu yanajikita katika kila area ya maisha yetu, kuanzia masuala mazima ya kiuchumi, kuanzia kuelekea kwenye masuala ya kimazingira, kijamii na vitu kama hivyo. Kwa hivyo nitumie fursa hii wa taarifu wa Tanzania kwamba tumeshaanza, na kwamba tujitahidi kutumia fursa hii kusikiliza hizo redio, tuangalia kwenye luninga, na vile vile kuvisit ofisi zetu. Lakini tutakuwa katika mkoa wa Lindi, pia tutakuwa Buhigwe, Kigoma, tutakuwa Pwani, tutakuwa Arusha, Manyara, tutakuwa kwenye hizi sehemu zote. Kwa hiyo watumie fursa hii kuhakikisha kwamba kama kunakuwa na chochote ambacho wanataka kuelewa kuhusiana na haki na wajibu wao na namna ya kuweza kututumia FCC katika kuhakikisha kwamba analindwa katika soko, basi atumie fursa hii ambayo tunakwenda kufanya hizi activities za awareness campaigns. Nawashukuru sana. Kauli mbiu ya siku hiyo ni haki na maisha endelevu kwa mlaji, yenye lengo la kuhamasisha chaguzi zinazotunza mazingira, matumizi bora ya rasilimali, matumizi ya nishati safi ya kupikia, usawa wa kijinsia na upatikanaji wa huduma kwa wote.
Kwa hapa nchini, kilele kitafanyika Machi 17 ambapo mgeni rasmi anatarajia kuwa Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Seleman Jafo. Mimi ni Jacqueline Martin.